Kwa nini ngano si chaguo zuri kwa mgonjwa wa sukari? Hello, habari, karibuni Pancrecare na leo utakuwa nami Dr. Said. Kwa nini hatushauri matumizi ya ngano kama mikate, chapati, mandazi, keki na kadhalika kwa mgonjwa wa sukari? Mgonjwa wa sukari hashauriwi kutumia ngano kama mikate, chapati, mandazi na kadhalika kwa sababu ya athari zake nyingi na kuzidi kuongeza changamoto mbalimbali kwa mgonjwa wa sukari. Ngano si chaguo zuri kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, ikiwa ina kiwango kikubwa cha wanga. Ngano kama mikate, keki, mandazi, chapati, tambi na kadhalika hubadilishwa kwa haraka sana kuwa sukari mwilini baada ya kutumia, na hii husababisha kupanda kwa sukari baada ya chakula na huzidi kuongeza changamoto mbalimbali kama uchovu wa mara kwa mara, kukojoa mara kwa mara, njaa mara kwa mara, uoni hafifu, lakini pia inaweza ikapelekea shida nyingine kama kichwa kuuma, ganzi na ikazidi kuongeza changamoto mbalimbali za sukari mwilini. Sababu ya pili ni glycemic index. Glycemic index ni mfumo wa kupima jinsi vyakula vinavyoathiri viwango vya sukari kwenye damu baada ya kula. Namba hizi huanzia 0 mpaka 100. Vyakula vyenye glycemic index ya 0 mpaka 50 haviathiri sukari kwenye damu kwa haraka, lakini 50 mpaka 100 vinaathiri sukari kwenye damu kwa haraka. Na ngano, mfano kama mikate, chapati, mandazi, vina glycemic index ya 70 mpaka 90. Hivyo huongeza sukari kwa haraka sana mwilini. Haishauriwi kwa mgonjwa wa sukari. Hata ile mikate salama tunayohisi ni salama kama brown bread ina glycemic index ya 65 mpaka 71. Hii inaashiria pia inaweza kuongeza sukari na changamoto mbalimbali za mgonjwa wa sukari kama kiu cha mara kwa mara, njaa mara kwa mara, uoni hafifu, kichwa kuuma, ganzi na kadhalika. Kwa hiyo haishauriwi sana. Lakini sababu ya tatu ni ngano hasa nyeupe haina kiwango kizuri cha fiber au kambakamba au nyuzinyuzi ambazo husaidia kupunguza kasi ya kunyonywa kwa wanga wa sukari mwilini, hivyo kuzuia sukari kupanda kwa haraka. Hivyo hatushauri kutumia, na ndio maana unashauriwa baada ya sukari yako kukaa sawa, unaweza kuongeza chakula chenye fiber au nyuzinyuzi kama peanut butter, karanga, ile bata ya karanga juu ya mkate. Itasaidia kiasi kidogo sukari kunyonywa kwa uharaka na hivyo kupunguza changamoto za sukari. Vitafunio vizuri zaidi ni kama mgonjwa wetu wa sukari anaweza kutumia vitafunio mbadala kama mayai ya kuchemsha na saladi kidogo au mayai ya kukaanga, lakini tumia mafuta yale tuliyoshauri ukiwa unakaanga mayai yako na saladi kidogo. Lakini pia mgonjwa anaweza kutumia korosho au karanga, lakini pia unaweza kutumia vitafunio vilivyotengenezwa kwa unga wa korosho, almond au mbegu za maboga. Na kwa mahitaji ya unga wa korosho, almond na unga huo mwingine wa mbegu za maboga, usisite kutupigia simu sisi Pancrecare. Unamuona mgonjwa wetu hapo anapata vitafunio chapati za unga wa mbegu za maboga. Lakini pia unaweza ukatumia nyama, supu ya nyama na salad kidogo. Mgonjwa wa sukari pia anaweza kutumia supu ya samaki na salad kidogo. Sio lazima uanze na mikate, mandazi. Na kama kipato ni kidogo, unaweza kutumia hata dagaa, parachichi kidogo, unaweka tango. Na kama tunavyomuona mgonjwa wetu kwa sasa, anapata matokeo mazuri zaidi ya sukari yake na changamoto zake nyingi zimeanza kupotea na anakuwa na furaha kwa sababu sukari yake imeshaanza kuwa sawa. Lakini kama utahitaji unga wa korosho, almond na unga wa mbegu za maboga, kama utahitaji unga wa korosho, unga wa almond na unga wa mbegu za maboga pamoja na usimamizi maalum kwa jinsi ya kushusha sukari yako, tupigie kwa namba 0750669587. Na pia usisahau kulike, kushare na kusubscribe chaneli yetu ya Pancrecare YouTube.